tunahudumia wilaya tatu, wilaya ya Masasi, Nyungu na Mtwara. Ifuatayo ni taarifa ya choroko kwa msimu 25-26. Kwanza kabisa ningependa kushukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwa kuridhia kuingiza zao la choroko kwenye mfumo wa stakabadhi za ghala. Msimu wa 25-26 kwa Masasi TC tulikusanya kilo 124,187, ambapo bei ya chini tuliuza shilingi 1,320 na bei ya juu tuliuza shilingi 1,420. Choroko hizi kwa halmashauri ya Masasi mjini zikiwa na thamani ya shilingi 1,170,33,595. Masasi DC tulikusanya kilo 419,128, ambapo bei ya chini ilikuwa shilingi 1,320 na bei ya juu ilikuwa shilingi 1,420, kufanya thamani ya choroko kwa halmashauri ya Masasi DC kuwa thamani shilingi 1,272,781,350, ambapo kwa halmashauri kwa wilaya ya Masasi tulikusanya jumla ya kilo 543,315, ambapo zikiwa na thamani ya shilingi 1,742,814,945. Zao la pili ni ufuta ambao unalipwa kwenye mfumo wa stakabadhi za ghala. Jedwali linaonyesha kwamba Masasi TC tulikusanya kilo 427,722, ambapo bei ya chini tulikuwa na shilingi 2,410 na bei ya juu shilingi 2,630. Thamani ya ufuta kwa Masasi TC ilikuwa bilioni 1,069,651,700. Masasi DC tulikuwa na kilo milioni 8,63,543, ambapo bei ya chini ilikuwa shilingi 2,410, bei ya juu 2,630, ikiwa na thamani ya shilingi bilioni 20,216,100,180, ambapo jumla ya ufuta tulikusanya kilo milioni 8,491,265, ikiwa na thamani ya shilingi bilioni 21,285,751,880. Namba 3 ni zao la mbaazi ambalo nalo kwa Masasi TC tulikusanya kilo milioni 3,633,002. Bei ya mbaazi tulifanikiwa kuuza kwa shilingi 710, hiyo bei ya chini, na bei ya juu ilikuwa shilingi 850, ambapo ilikuwa thamani ya shilingi bilioni 2,811,210,755. Masasi DC tulikusanya kilo milioni 15,494,227. Bei ya chini ilikuwa shilingi 710 na bei ya juu 850. Thamani ya mbaazi kwa Masasi DC ilikuwa bilioni 11,793,891,150, ambapo jumla kwa wilaya ya Masasi tulikusanya kilo milioni 19,127,229. Thamani ya mbaazi kwa Masasi DC kwa wilaya ya Masasi tulikuwa na bilioni 14,605,101,905. Na zao la mwisho ambao ni zao mama ni zao la korosho kwa wilaya ya Masasi. Kwa halmashauri ya Masasi mjini tulikusanya kilo milioni 11,644,280, ikiwa bei ya chini shilingi 1,800 na bei ya juu shilingi 2,700. Thamani ya korosho kwa Masasi TC ilikuwa bilioni 29,366,181,495. Masasi DC tulikusanya kilo milioni 43,973,176, ikiwa
ya chini 1760 na bei ya juu shilingi 2700. Thamani ya korosho kwa Masasi DC ilikuwa bilioni 111 laki moja bilioni 111 milioni 122 laki moja 80,600, ambapo kwa wilaya ya Masasi tulikusanya jumla ya kilo milioni 55 laki 617,456 zikiwa na thamani ya shilingi bilioni 140 milioni 488 laki 362,095. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika biashara hii tuliyoifanya ambayo ya mazao haya yote tulikutana na changamoto ambayo sio sana kwa baadhi ya msimu huu. Katika msimu huu ambayo ya kwanza ilikuwa ni baadhi ya wakulima kushindwa kuzingatia ubora wa mazao wanayotuletea. Changamoto ya pili ilikuwa ni miundombinu ya barabara kwa baadhi ya maeneo, lakini pia kutumia nafasi hii nipende kushukuru TARURA. Tulizungumza nao wakatusaidia, hasa ile kata kule na kuelekea Msikisi. Tulikuwa na changamoto kuanzia kipindi cha pembejeo kupeleka kwenye kata ya Msikisi. Nashukuru TARURA walitusaidia, wakatupatia mbadala barabara, tukapeleka pembejeo na mazao mengine yakaweza kusafirishwa na kufika kwenye mauzo kwa wakati. Changamoto nyingine ambayo tulikutana nayo ni baadhi ya wanunuzi kuchelewa kufanya malipo kwa wakulima. Lakini nyingine ni baadhi ya benki kuchelewa kufanya malipo, na hasa katika zao la korosho kuna baadhi ya benki ambayo ilishikilia malipo ya wakulima. Lakini pia nipende kushukuru ofisi ya Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tulifanya mazungumzo nao na wao pia wakafanya mazungumzo na benki. Wakulima jana wakafanikiwa kulipwa. Tulichukua siku 16, wakulima bado hawajalipwa. Kwa hiyo napenda sana kushukuru ofisi ya Mkuu wa Wilaya kwa jitihada walizozifanya. Ni shilingi 20 ambazo wananchi wenyewe walikubaliana wakatwe ili ziende kuleta maendeleo kwenye vijiji vyao, kwenye kata zao. Malalamiko mengi wanasema zile fedha wanakatwa, lakini kuna ucheleweshwaji wa kurudishwa kuja kuleta kuchakata ya maendeleo. Kwa mfano, fedha ya mbaazi mpaka leo hii bado haijarudishwa. Vijiji vingi wanalalamika kwamba hawajakatiwa. Tunayo maswali pamoja na ushauri kwenye tatu ambazo zimeelekezwa kwetu. Ya kwanza ilikuwa ni swala la ushuru wa shilingi 20 kutoka kwa Mheshimiwa Mbunge. Nikiri na nikubali kwamba inawezekana kuna kata zingine ambazo bado hawajapata shilingi 20. Japokuwa tayari tulishapeleka benki taarifa zote za ushuru kutoka ushuru wa ufuta pamoja na mbaazi tulishapeleka benki. Lakini kwa sababu kuna malalamiko yapo na tumeshapokea kutoka kwa mheshimiwa, basi tutabidi tufuatilie tena upande wa benki tuone jambo gani ambalo tumepamisha. Yawezekana kuna namba za akaunti zilikosewa ikashindwa miamala kufika kwenye kata husika. Kwa hiyo nitaomba ndani ya wiki moja nipambane nalo, ninahakika tutafanikiwa kwa sababu na mwenyekiti yuko hapa atakwenda kupush pia kuhakikisha kwamba malipo ya shilingi 20 yanafika kwenye kila kata ile ambayo imefeli kuwafikia. Lakini tutaomba pia hata kwa waheshimiwa wenye viti ama watendaji wa kata ambao unahisi kama kweli malipo ya shilingi 20 kwako hayajafika, tuwasiliane ili tukitoka hapa basi tukafuatilie yote. Jambo la pili limetoka kwa chifu ambao alikuwa anazungumzia swala la ratiba ya minada. Mwenyekiti amezungumza na mimi pia niseme kwamba ratiba ya minada inatoka kwa bodi ya korosho ambao watakuwa maelekezo, na sisi kama mwenyekiti yuko hapa atakwenda kuomba kwa awamu ya mwaka huu, basi angalau sisi tuna upendeleo tuanze sisi minada kwa chama kikuu cha Mambo. Ingawa ulizungumzia Masasi, lakini tunapozungumzia Masasi tunazungumzia Mambo. Kwa maana ya Mambo tukianza, basi ratiba ya minada tukianza sisi tutapata ile faida unayozungumzia ya kuanza malipo kwa haraka. Lakini sambamba na hilo, katika misimu hii kuanzia ufuta, choroko, mbaazi na korosho tumefanya vizuri sana kwenye upande wa malipo. Hakuna malalamiko ya malipo kwa msimu huu, japokuwa zipo chache sana zile za rejection, miamala ambayo imefeli kwenda kwa mkulima kutokana na either namba ya akaunti ilikosewa au akaunti ya mkulima ililala. Haya ndio ambayo yapo, lakini sio mengi. Yaliyo mengi yameshughulikiwa na yanaendelea kushughulikiwa. Ninaamini ndani ya mpaka tunapomaliza huu mwezi wa kwanza, sidhani kama kutakuwa na mkulima ambaye atakuwa anadai kwa upande wa chama kikuu.
Na jambo lingine ambalo lilikuwa la mwisho lilitoka ushauri kwa DSO. Tunakushukuru sana mheshimiwa kwa ushauri wako. Pindi tutapokuwa tunakwenda kwenye mikutano, tutaanza mikutano vyao vya msingi kuanzia tarehe 21 mwezi huu. Tutakwenda kufanya mikutano kwenye kila chama cha msingi. Pamoja na mikutano hiyo, tutakwenda kutoa hii elimu ya namna bei zinavyobadilika kutokana na soko la dunia linavyokwenda. Lakini itakuwa mchoa fadhila kama sitakushukuru wewe pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama, lakini na watendaji wote na wazee kwa ushirikiano mkubwa ambao tumeuonesha mwaka huu. Kwa kweli kwa upande wa Masasi hatujapata changamoto ya mtosha. Kwa hiyo nimeona nisikae bila kuwashukuru watu wa Masasi, nimeonesha ushirikiano mkubwa. Kwa hiyo naomba kupitia kikao hichi ama mkutano huu leo ili lichukuliwe. Lakini Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, una maeneo makubwa sana. Tulipokea mbegu nyingi kutoka maeneo mbalimbali hususan Itali na Liendele. Baadhi ya maeneo korosho ambazo tulipanda ni za Brazil. Kwa hiyo korosho letu zimekuwa ni ndogo. Nikuombe sana tuwape elimu sana wakulima ya kupanda mikorosho mipya ya kuongeza uzalishaji. Lakini tukiwa na mikorosho mipya inafanya maamuzi mapema. Kwa mfano mkorosho mpya kuanzia mwezi wa 9, wa 8 mpaka wa 10 yani zimeshaisha. Kwa hiyo hii inasaidia hata kupunguza gharama ya kupulizia. Mikorosho hii ya kizamani inakula sana gharama ya viuatilifu. Utakuta mkorosho mpaka mwezi wa 12 ndio unaenda kuzaa. Mwezi wa 11 mkorosho mpya unaenda kuzaa tu mwezi wa kani unasema wa 8 wa 9 umeshafanya matokeo. Inampunguzia gharama mkulima ya kutumia gharama nyingi za kwenda kutumia huko viuatilifu.